Ukraine wanadai wanaweza kuendelea bila hata Trump, yani Marekani, iache kuunga mkono Ukraine. Kivipi? Basi karibu sana ufuatilie mwanzo hadi mwisho wa ripoti hii. Utasikia kile ambacho pia wanajeshi kutoka nchini Ukraine na wataalamu wameweza kuzungumza kuhusu swala hili. Imeelezwa kuwa Urusi inaendesha mashambulizi madogo katika eneo lote la vita, lakini hali katika uwanja wa vita haiko karibu kuwa mbaya kiasi cha Ukraine kulazimishwa kuingia katika mapatano yasiyofaa ya amani. Wachambuzi wa kijeshi na wanajeshi kutoka nchini Ukraine wameliambia gazeti la Kyiv Independent kuhusu taarifa hii. Tangu Ukraine itangaze kuanza kwa mashambulizi ya Urusi mwanzoni kabisa mwezi huu Aprili, Moscow imepata mafanikio ya ziada katika sekta nyingi za mbele kwa gharama ya juu, lakini kufikia mafanikio kunaonekana kutowezekana. Maendeleo ya Urusi katika medani ya vita yanakuja wakati Washington inajaribu kuilazimisha Ukraine kuingia katika amani ya haraka ili kumaliza vita kwa gharama yoyote, huku Washington ikitambua uwezekano wa Moscow wa kuinyakua au kuendelea kuikalia Crimea miongoni mwa makubaliano magumu zaidi. Rais wa Marekani Bwana Donald Trump alidai ya kwamba nchi yake hailazimishi Ukraine kuhalalisha kukaliwa kwa Urusi huko Crimea, na kakataa kusema ya kama angeitaka Kyiv itambue rasmi kuhusu Crimea. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alikataa kutambua eneo la Ukraine kama Urusi, huku Trump akikashifu msimamo wake kwa kuwa unadhuru kwa mazungumzo ya amani na Urusi. Katika mahojiano na jarida la Times, Donald Trump alisema ya kuwa Crimea itasalia na Urusi, na Zelensky anaelewa hilo na kila mtu anaelewa ya kuwa imekuwa nao kwa muda mrefu zaidi. Donald Trump pia alisema ya kwamba makubaliano makubwa ya Urusi ni ya kwamba Moscow haitachukua Ukraine nchi nzima kama alivyoweka. Wakati huo pia jeshi la Ukraine, ingawa limezidiwa na lina nguvu, limeweza kuleta utulivu mbele kulingana na wataalamu waliozungumza na Kyiv Independent. Wamesema ya kuwa Ukraine inaweza kuendelea kupigana kinyume na hoja ya Donald Trump. Msimamo wa Ukraine hauko karibu kuwa mbaya kiasi kwamba wangehitaji kufanya makubaliano hayo, hasa wakati Urusi haifanyi makubaliano yoyote, alisema Jakobi Janoveski ambaye ni mchambuzi wa kijeshi wa Prague katika mradi wa chanzo huria wa Oryx unaofuatilia upotevu wa vifaa vya Ukraine pamoja na Urusi. Wakati pia Urusi ikifanya mashambulizi ya gharama katika jimbo la Donetsk na katika eneo la kusini, wanajeshi wake wanaonekana kujitahidi kusonga mbele, na Ukraine imekuwa bora katika kukabiliana na mashambulizi hayo, ikiwa ni pamoja na matumizi ya ndege zisizo na rubani na migodi ya bei nafuu, yani FPV. Kutambaa kilomita moja baada ya nyingine katika nchi kubwa kama Ukraine sio mkakati unaowezekana, Janoveski alisema hivyo, ambako pia kulingana na picha za wazi za mashambulio ya Urusi kufikia sasa katika majira ya kuchipua, Janoveski alikadiria ya kwamba mashambulizi hayo ambayo yanategemea vitengo vya mitambo na magari na mizigo ya askari wa miguu hayaendi vizuri. Mashambulio ya Urusi hata hivyo hayana mwisho juu ya ardhi, yanayotofautiana kwa nguvu siku hadi siku. Naye Oleksandr Sepetisen ambaye ni kamanda wa kitengo cha ndege zisizo na rubani katika kitengo cha operation maalum cha walinzi wa kitaifa cha Omega kilichowekwa karibu na Pokrovsk, alisema ya kuwa wanajeshi wa Urusi wamekuwa wakitambaa bila kusimama. Kazi ya kitengo chake ni kuwatafuta na kuwazuia wasifikie nafasi za askari wa miguu wa Ukraine. Mara nyingi tunazingatia mtindo huu wanapopigwa sana, siku inayofuata shughuli zao upungua, wananyamaza kidogo, Sepetisen alisema kwenye eneo la ndege isiyo na rubani karibu kilomita 2 kutoka kwa mstari wa sifuri. Halafu labda wafanye kazi kwa siku moja au wanazingatia mwelekeo mwingine na kisha wanarudi tena hapa wakifanya kama hakuna kilichotokea. Janoveski alitabiria kwamba faida zinazowezekana za Urusi katika siku zijazo zitategemea rasilimali ngapi ambayo Moscow
ingekuwa tayari kutenga, haswa kutokana na jinsi vifaa vinavyoweza kutumika kutoka kwa hifadhi ya urithi wa Sovieti vinapungua kwa kiasi kikubwa. Licha ya hasara ya Urusi kuwa kubwa kuliko uwezo wake wa uzalishaji wa silaha, Moscow pia ingeweza kuendelea kujaza vitengo vyake mwaka huu, hata ikiwa inamaanisha kutumia chaguzi zisizofaa kama vile magari ya kiraia badala ya kubeba wafanyakazi wenye silaha. Naye waziri wa ulinzi wa zamani anayefahamika kama Andriy Zakrodonyuk, mwenyekiti wa kituo cha mikakati ya ulinzi chenye makao yake huko Kiev, alisema ya kuwa bila kujali hali ya mstari wa mbele, utambuzi wa Crimea hakika hauna maana. Zakrodonyuk alisema kuwa formula ya amani iliyopendekezwa inayozunguka katika uwanja wa umma haina kitu halisi kuhusu dhamana ya usalama, ikishindwa kumzuia rais wa Urusi Vladimir Putin kukiuka usitishaji mapigano na kuanzisha tena vita. Unaweza kukubali rasmi hasara za kimaeneo mara moja tu, huwezi kuzirejesha tena, lakini Urusi inaweza kukiuka usitishaji mapigano mara nyingi inavyopenda. Zakrodonyuk aliweza kusema hivyo na kukazia kwamba Ukraine inahitaji dhamana thabiti za usalama kutoka Washington na Ulaya. Naye mbunge anayefahamika kama Yehor Cherniev, ambaye ni naibu mwenyekiti katika kamati ya usalama wa kitaifa, ulinzi na ujasusi na mwenyekiti katika ujumbe wa kudumu wa Ukraine kwenye bunge la NATO, alisema kuwa washirika wetu wote wamefahamishwa kwa muda mrefu kuhusu mistari hiyo mekundu, licha ya kwamba Marekani inaripotiwa kufikiria kutambua unyakuzi wa Urusi kwa Crimea kinyume cha kisheria. Hatuna pa kurudi, hatutatia saini kujisalimisha, Cherniev alisema, akisema anatumai washirika Ulaya watabakia upande wa Kiev. Naye John Hadie, naibu mkurugenzi wa mpango wa Urusi katika wakfu wa kulinda demokrasia wenye makao yake mjini Washington, alikubali ya kwamba hali ya jumla mstari wa mbele sio kubwa, lakini si mbaya na kuna uwezekano wa kuporomoka. Hata kama Washington ingeondoa tena usaidizi wake wa kijeshi na ushirikiano wa kijasusi na Ukraine, Hadie anaamini ya kwamba haiwezekani kuanguka kwa mstari wa mbele, ingawa athari katika baadhi ya maeneo kama vile ulinzi wa anga inaweza kuonekana kwa haraka, ambapo timu ya Donald Trump imetishia ya kwamba Marekani inaweza kuacha juhudi za mazungumzo ya amani ikiwa hakutakuwa na maendeleo katika wiki zijazo. Ingawa maendeleo ya Urusi katika mashambulizi yake ya majira kuchipua yanaweza kuharakisha kwa wakati, licha kwamba askari wake wa miguu kwa sasa ni ubora wa chini sana, uwezo mzuri wa Ukraine katika ulinzi wake ulioandaliwa na usahihi unaleta changamoto kubwa kwa washambuliaji wa Kirusi. Mwisho wa taarifa hii, ambako pia wanajeshi kutoka nchini Ukraine na baadhi ya wataalamu wamesema ya kwamba Ukraine bado inaweza kwenda kupigana dhidi ya Urusi, licha ya Marekani inaweza kusitisha msaada wa kijeshi kwenda nchini humo, ambako wanajeshi na baadhi ya wachambuzi wamedai ya kwamba Ukraine bado itaendelea kupigana na Urusi, japo ni kwa wakati mgumu zaidi. Taarifa zaidi zinafuatia hapo baadaye. Cha msingi endelea kunitembelea kila siku na kila wakati kufahamu mengi zaidi ambayo yanajiri kutoka vita vya Urusi na Ukraine, lakini pia kimataifa zaidi.